watazamaji, ni wakati mwingine mzuri na wakaribisha tena katika kipindi chetu cha siku hii, Jihisi miguuni pake Yesu, tunapojifunza neno lake. Na ningependa nikukumbushe kwamba ili ni mojawapo la fundisho katika ile series yetu ya Sanctuary, na kama umekuwa ukifuatilia, nashukuru sana. Wacha Mungu apate kukubariki na kutie nguvu, na zaidi ninaamini kwamba kuna jambo moja, kama si moja, mawili, matatu ambao unaweza kuwa umejifunza. Na sasa katika series yetu, fundisho ya leo, kabla tuingie kwenye fundisho, ningependa niweze kusoma mafungu mawili matatu ili kwamba tuweze kujenga msingi kwa ajili ya fundisho letu. Na ningependa nianze kwanza na kitabu cha Ufunuo leo hii. Kitabu cha Ufunuo 3, natumai 19. Kuna maneno ambayo Kristo aliweza kuyanena pale ambao nahisi kwamba ni muhimu sana kwa ajili ya fundisho ambalo tutakuwa nalo siku hii. Hivyo wapendwa, ninaomba uweze kushikana pamoja nami na tuweze kuingia kwenye Biblia kwa ajili ya kuchambua. Inasema hivi 3:19 kwamba wote ni wapendao mimi na wakemea. Kisha inaendelea ikisema na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Kristo anasema kwamba watu wote ambao anawapenda, anawakemea na kuwarudi. Kisha anapomaliza anasema kwamba basi uwe na bidii ukatubu. Wapendwa, nikukumbushe tu, maana siwezi kuchoka kukukumbusha, maana ndivyo inavyotupasa kwa Biblia kufanya, kwamba inanihimiza kwamba nizidi kukumbusha ndugu zangu yale yapasayo kufanya, haswa kipindi hiki cha mwisho, kwa mujibu wa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sasa tunapoishi kwenye ulimwengu sasa hivi, wewe mwenyewe ni shahidi kwamba ulimwengu huu unaonyesha dhana mingi sana kwamba hauwezi ukaenda mbali, wala ulimwengu huu hauna kitu ambacho tunaita future. Ulimwengu uko karibu kufika mwisho kabisa, na hivi karibuni tutakuwa tunafunga historia ya ulimwengu, wapendwa. Na kwa sababu ulimwengu unazidi kubalehe kwa ajili ya uharibifu, ningependa niweze kuonyesha jambo fulani hapa. Kristo anasema kwamba wote ambao, ninaona kwamba kuna jitihada za Kristo. Nikukumbushe kidogo. Kristo alikuwa akisema kwamba alikuja kwenye ulimwengu huu si kwa ajili ya wasio na dhambi, bali alikuja kutafuta kila ambacho kimefanya nini? Kimepotea. Kwa hivyo alikuja kwa ajili ya mwenye dhambi. Na Kristo alipokuja ulimwenguni, anasema maneno fulani katika kitabu cha Ufunuo 3:19, ambapo tumeanza kusoma na tukaona anasema kwamba wote anaowapenda anawakemea na kuwarudi. Kisha anasema kwamba basi uwe na bidii ukatubu. Umesikiza hadi hapo, kwamba basi uwe na bidii ukatubu. Sasa kwa wale ambao ni wenye dhambi, sisi tuliokuwa wenye dhambi, Kristo anasema kwamba kwa kadri anavyotupenda anatukemea na kuturudi, anaturekebisha. Kisha anapomaliza anasema inatupasa tuweze kuwa na bidii, tutie jitihada kwa ajili ya kufanya nini? Ya kutubu. Ni kwa nini Kristo aseme maneno haya? Ni kwa nini aweze kutuambia hivi? Wapendwa, nikukumbushe tu, kitabu cha Injili ya Yohana 9 mstari wake ni 4. Ndiyo, Kristo alikuja kwa ajili ya mwenye dhambi. Alikuja kutuokoa sisi. Alikuja kutuokoa, na hivyo basi lazima aturudi, aturekebishe, maana hatuwezi kuokolewa ndani ya dhambi. Hicho ni kitu ambacho kila Mkristo, kila mtu ambaye ni muumini wa Kristo anapaswa kujua kwamba haiwezekani kabisa
Katu hatuwezi kuokolewa ndani ya dhambi. Na ndio maana Kristo anapotuita anatuambia kwamba inatupasa kutoka kwenye giza tuingie wapi? Kwenye mwanga. Hatuwezi kuokolewa kwenye giza. Sasa nacho tutaweza kuangazia pale, lakini mwanzo anaturudi, na kwa sababu ameturudi anaturekebisha. Tunaambiwa kwamba inatupasa tutie bidii katika kutubu. Ni kwa nini tutie bidii na ni kwa nini Kristo ananena maneno haya? Lakini kabla tufike pale tujiulize, kwani Kristo ataweza kufanya maneno haya hata lini? Kitabu cha Injili ya Yohana 9 mstari wake ni wa 4. Injili ya Yohana 9 mstari wake ni wa 4, na nikaona mambo fulani pale ambao Kristo alikuwa akizungumza, na naomba nikukumbushe jinsi anavyonena. Anasema hivi: imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Sasa Kristo anazungumza na anasema kwamba imempasa aweze kufanya kazi zake yeye aliyemtuma maadamu ni mchana. Kisha naendelea kisema kwamba maana usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Kumbe Yesu Kristo anaelewa kwamba kuna kazi ambayo amepewa, na kwa sababu amepewa kazi, kuna muda ambao amewekewa kufanya kazi hili, na muda huu utakapofika mwisho, basi hauwezi kabisa kuendelea. Itabidi aweze kutia kikomo pale, aweze kuachana na ile kazi na aweze kufunga pale. Sasa Kristo, kazi ambayo tumeona alikuja kufanya ni kutafuta kilichopotea, na alipokuja tunaona kwanza anachukua hatua, anahubiri Injili, anatoa kielelezo kwa watu ambao ni sisi wanadamu wenye dhambi, na kisha anapoenda mbinguni tukaweza kuwa tukiangazia safari yake katika sehemu ya patakatifu. Kristo amekuwa akituombea pale, amekuwa akifanya kazi ya hukumu ya upelelezi katika sehemu hile. Na sasa kazi hii ambayo anafanya yeye mwenyewe kama kuhani mkuu, anajua kwamba kuna muda ambao amewekewa, si kazi ya milele, na muda huu utakapokwisha, basi hata kuwa na budi ila kufunga virago na kuacha kazi ishe hivyo. Kwa hivyo lazima aweze kuharakisha, afanye kazi wakati ni mchana. Wakati ambapo amepewa kufanya kazi, inampasa aweze kufanya wakati huo, maana kuna wakati utafika asipoweza kufanya kazi mtu. Yeye mwenyewe anasema hivyo, na kwa sababu hiyo anapoturudi anasema kwamba inatupasa nasi tuweze kutubu maadamu ni mchana, tuweze kutia bidii na tukatubu kabla mlango wa rehema kufungwa. Na sasa ningependa niweze kuangazia swala hili ili tuweze kuona ni kwa nini tuangalie swala hili, ni kwa nini tuchunguze, ni kwa nini tujue ama linatuhusu nini katika maisha yetu ya Kristo. Kwamba amesema kwamba inampasa kufanya kazi maadamu ni mchana, kumaanisha kwamba kuna wakati ambao umetengwa pale. Na wapendwa, nikukumbushe kwamba wakati huu utakapokwisha, yeye mwenyewe anasema kwamba kuna wakati ambapo hakuna mtu anaweza kufanya kazi. Ina maana wakati huu utakapofika, haiwezekani kabisa mwanadamu yeyote kufanya kazi. Kwa hivyo hata yeye hatakuwa na budi ila kufunga kazi yake. Sasa wapendwa, ningependa niweze kusoma kitabu fulani hapa ambacho kimeandikwa na mwandishi mmoja maarufu, dada yetu ambaye alijaliwa neema na Mungu na akaweza kuandika jinsi ambavyo Roho wa Mungu alivyomuongoza. Kuna kitabu ambacho kinaitwa Review and Herald, sura yake ya 20 mstari ama haya yake ya 25. Naomba niweze kusoma ili niweze kuendelea na fundisho letu. Na anasema hivi kwamba ulimwengu unazidi kubalee kwa uharibifu wake. Kisha naendelea akisema kwamba Mungu anaweza kumvumilia mwenye dhambi,
japo kwa muda mfupi sana, kwamba ulimwengu unazidi kubalehe. Unaposema kwamba kubalehe, yani unazidi kuwa tayari kwa ajili ya uharibifu. Nakumbuka tulikuwa tumeambiwa katika Biblia kwamba mbingu za sasa na nchi zimewekwa katika hazina ya moto, yani zimehifadhiwa kwa ajili ya kufanya nini? Kuteketezwa, wapendwa. Na sasa hapa tunaambiwa kwamba Mungu anaweza kumvumilia mwenye dhambi japo kwa muda mfupi sana. Tulikuwa tunaangazia kazi ya Yesu, tukaona kwamba Yesu amekuja ulimwenguni kutafuta kilichopotea, na yeye mwenyewe anasema kwamba wale ambao anawapenda imempasa kuwarudi na kuwakemea, awarekebishe. Kisha anasema kwamba tia bidii. Tia bidii. Ni kwa nini tutie bidii? Kwa maana tumeona kwamba ni kazi ambayo si ya milele, bali ni ya muda. Kuna muda ambao umewekwa, na muda ule utakapokwisha, basi hakuna mtu ambaye ataweza kufanya nini? Kuokolewa. Sikiza vizuri. Na ndio maana tunaposoma kitabu cha Luka Injili, unajua Kristo anapokuwa pale mbinguni tuweza kuangalia masuala ambayo anafanya. Lakini kwa sasa wacha nikuonyeshe kitu fulani. Kitabu cha Luka 17. Luka 17:22. Kuna masuala ambayo yametajwa pale ambao ni muhimu sana kwa ajili ya maisha ya Mkristo awaye yote. Sasa pale Kristo alipokuwa akinena, alinena na wanafunzi wake na akawaambia maneno haya. Akawaambia wanafunzi, siku zitakuja mtakapotamani kuona siku moja katika siku zake mwana wa Adamu, msione. Kwamba kuna wakati ambapo utakuja wangetamani sana kuona siku zake mwana wa Adamu, ama siku moja kati ya siku za mwana wa Adamu. Alikuwa anamaanisha nini? Unajua Kristo alipokuja ulimwenguni, kazi alikuwa akifanya, alikuwa anawaponya wale ambao walikuwa vipofu, viwete, yani wagonjwa walikuwa wanaponywa. Wale ambao walikuwa wenye dhambi walikuwa wakisamehewa dhambi zao. Na hii ni kazi ambayo Kristo mwenyewe tulikuwa tunaona kwamba anaifanya. Lakini akiwaambia sasa wanafunzi, maana wanafunzi walikuwa wamezoea, akiendelea na ile kazi, kuwafundisha, kuwarudi, lakini anawaambia kwamba kuna siku moja itakapofika watatamani sana kuona siku moja kwa siku zake mwana wa Adamu, siku ambazo aliishi nao, lakini haitawezekana. Kwa sababu gani? Kwa sababu anasema kwamba watatamani waone, lakini hawataweza kuona. Ni kwa maana ni kwa sababu kwamba nyakati ambazo atakuwa amepewa zitaisha, na Yesu hakuja kuishi ulimwenguni milele. Na ndio maana sasa leo hii tunapoongea, Yesu hayumo tena ulimwenguni. Yeye mwenyewe anadhibitisha. Anadhibitisha kitabu cha Yohana Injili 17, natumai 17 mstari wake ni wa 9. Anasema kwamba ni wa 11 pale 17 natumai 9 pale kitabu cha Injili ya Yohana. Naye mwenyewe anasema kwamba maana mimi simo tena ulimwenguni. Anaombea wale ambao aliwapa Mungu aliweza kumpa, na kwa sababu hiyo anawaombea kwamba aweze kuwasetiri, asiwatoe kwenye ulimwengu, bali yeye mwenyewe anadhibitisha kwamba mwenyewe hayumo tena ulimwenguni. Sasa kazi yake iliisha kwenye ulimwengu, akatoka. Na ndio maana aliweza kutoa tahadhari, akaweza kuwaambia wale watu kwamba jamani, kuna wakati utafika wanafunzi wangu, mtatamani sana kuona kazi zangu lakini hamtaziona. Nikakumbuka tena Isaya nabii alipowezeshwa na neema ya Mungu akatabiri swala hili. Isaya 55 mstari wake ni wa 6, ambaye anasema kwamba tafuteni Bwana maadamu anafanya nini? Anapatikana. Kwamba muiteni maadamu yu karibu, wapendwa. Kwamba tuweze kumtafuta maadamu yu karibu, wapendwa. Kwa maana kuna wakati utakuja ambapo watu watatamani sana, watu wataweza kutafuta Mungu lakini hawatampata. Ninazungumzia haya ili tuweze kujenga mazingira
maudhui ya somo letu na tutaweza kuangalia. Sasa tumekuwa tukifanya study, tumekuwa tukisoma masomo tofauti, na tumekuwa tukiangazia habari za Yesu katika sanctuary, ambao tuliona kwamba ndio msingi wa imani yetu. Na wapendwa, leo hii ningependa tuweze kuwa na somo ambalo litaweza kutuonyesha kuhusiana na kitu ambacho kinaitwa mlango wa rehema. Na ndio maana tunaangalia kwamba kuna wakati ambapo mbingu imefunguliwa, kuna wakati ambapo umetengwa, kuna wakati ambao umetengwa kwa ajili ya Yesu kufanya kazi yake ya kukomboa mwanadamu. Na utakapotimika, basi inamaanisha kwamba yeyote ambaye atafungiwa nje, bahati yake itakuwa mbaya. Hatuna muda wote. Unajua, Wakristo wakati mwingine tunafikiria kwamba Kristo atatuokoa wakati wowote, lakini kuna wakati ambao utafika, mkono wa Mungu utakuwa umenyoshwa kwa ajili ya kutukomboa, lakini haitawezekana. Tutaweza kujua ni kwa nini. Sasa naomba niweze kusoma fungu kuu, kitabu cha Mathayo 25:12, ili kwamba tuweze kuomba na kuingia kwenye fundisho. Mathayo 25:25 mstari wake ni wa 12. Mathayo 25:12. Biblia yangu inanena ikisema hivi: akajibu akasema, amin nawaambia, siwajui ninyi. Sasa tunaona kwamba pale kuna fungu ambalo Kristo anazungumza na anasema kwamba akajibu akasema, amin nawaambia, siwajui ninyi. Mada yetu ya fundisho, amin nawaambia, siwajui ninyi. Amin nawaambia, siwajui ninyi. Hebu na tuombe. Mfalme wetu ishie mahali pa juu, ni wakati mwingine mzuri tunakuja mbele zako tukishukuru na kuliinua jina lako. Asante sana kwa ajili ya nafasi ambayo umetupa wakati huu tunapoingia kwenye fundisho lako. Hebu kuwa mwalimu mkuu katika somo hili, ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amin. Na sasa ningependa tuweze kuangalia, tuweze kuingia kwenye Biblia na tuweze kuchunguza ni nini kinapaswa sisi tuweze kuelewa. Lakini kabla tuweze kuangalia somo hili na tuweze kujua ni kwa nini Kristo alisema maneno haya, ninaomba nikurudishe nyuma kidogo. Maana ninaposoma kitabu cha Warumi 15:4 inatuambia kwamba yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa kwa ajili ya sisi kujifunza. Na ndio maana nataka tuweze kuangalia kitabu cha Luka 17 mstari wake ni wa 26. Tuweze kuona Biblia inatuambia nini. 17:26, na Biblia inanena hivi, inasema kwamba na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Kwamba kama ilivyokuwa siku zake Nuhu, ndivyo itakavyokuwa siku zake mwana wa Adamu. Kisha Biblia inaendelea ikisema, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Sasa wakati huo wa kurejea wa mwana wa Adamu unalinganishwa na kizazi cha Nuhu, na tunaambiwa kama ilivyokuwa nyakati za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kurudi kwake mwana wa Adamu. Kwamba watu walivyokuwa wakila na kunywa, wengine wakioa na kuolewa, ndivyo itakavyokuwa. Na wakati ule Nuhu alipoingia pale kwenye safina, wapendwa, ndio unaambiwa kwamba gharika ilikuja na ikawaangamiza wote, asisalia hata mtu mmoja. Sasa iliposa tuweze kuelewa kisa hiki vizuri, ni lazima turudi mahali ambapo kimeandikwa pale kitabu cha Mwanzo, na nataka tuweze kuona kisa hiki jinsi ambavyo kilianza. Kwa hivyo tutasoma kwamba kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Sura ya 6 aya yake 300. Tuanzie pale Mwanzo sura ya 6. Wapendwa, ninatumai kwamba Biblia yako uko nayo imara, na Biblia inasema hivi kwamba Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele,
Kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Sasa kabla Mungu anene maneno haya, ukiangalia mstari wake ni 5, inasema kwamba Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Kwamba Mungu alipotazama ulimwengu akaweza kuona kwamba matendo ya mwanadamu yalikuwa makubwa sana, yalikuwa ya kustaajabisha, ya kusikitisha. Alikuwa anatenda dhambi, na anasema kwamba kila kusudi alilokuwa akiwaza mwanadamu lilikuwa baya tu siku zote. Sasa wapendwa, nikujulishe kwamba ulimwengu wa sasa unapolinganisha na ule wa Nuhu, hakika ule wa Nuhu ni afadhali. Ule wa Nuhu ni afadhali. Matendo ambayo yanatendeka wakati huu kwenye ulimwengu, maasi ambayo yanafanyika na wanadamu, mengine huwezi hata kuyanena, ni aibu. Kwa mfano, kwenye runinga tumekuwa tukiona mara mtu mtoto amechukua kisu, ameua familia yake yote, ameua baba yake, mama yake, watoto wao wote. Ni unyama uloje! Mara unasikia baba ndio ameshika mtoto mchanga amembaka, na ni mtoto wake, damu yake, wapendwa. Kwa hivyo mambo ambayo yanatendeka kwenye ulimwengu yamezidi yale ya kizazi cha Nuhu. Wanaume kuoana kwa wenyewe, wanawake kuoana kwa wenyewe, masuala ambayo alikuwa nyakati zile. Sasa Mungu akagairi mbona alifanya ulimwengu, na kwa sababu hiyo akaweza kusema hivi. Sasa mstari wa 3, Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kwa kuwa yeye naye ni nyama, na siku zake zitakuwa miaka 120. Kwamba siku zake zitakuwa miaka 120. Tunaona kitu ambacho kinaitwa kuweka wakati. Maana Mungu ni Mungu ambaye anaenda na wakati. Sasa kwa sababu hiyo akaweza kuwawekea nyakati, ili kwamba yeye atakayesikia ujumbe wa maonyo aweze kutubu, aokolewe. Sasa Mungu akamwambia kwamba siku zao za kutubu zitakuwa miaka 120. Kwa miaka 120, wapendwa, Nuhu akahubiri Injili. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 2:5 tunaambiwa kwamba Nuhu, mjumbe wa haki, alihubiri Injili ya Mungu, akaweza kunena na wana wa Mungu, akawaelekeza katika kweli ya Mungu. Lakini wakagairi. Watu walikuwa wameweza kujaa ubinafsi, watu wamejaa majivuno na kiburi, wala wasilisikie shauri la Mungu. Kizazi hicho Nuhu akajenga safina, maana Mungu amemwamrisha Nuhu ajenge safina, akawaita watu wamsaidie kujenga, asije mtu kumsaidia. Watu wanaangalia huyu Nuhu, lakini amepagawa kweli ama nini? Wanamtazama kwa umbali. Nuhu akajenga safina akamaliza, na alipomaliza anawaambia watu, ingieni, maana Mungu ataleta gharika. Mungu aliwaambia kwamba ataleta gharika, na Nuhu aweze kutayarisha watu. Wale ambao watasikia ujumbe na kuingia ndani ya safina wataokolewa, wasiosikia wataangamizwa na gharika. Watu wakaangalia Nuhu, wakaona kana kwamba Nuhu alikuwa amepagawa, ameingiwa na kichaa, kama ilivyo katika ulimwengu wa sasa. Sasa Nuhu akafanyaje? Nuhu akajenga safina, akamaliza. Alipowaita watu waingie, wakakataa. Wanyama wakatoka msituni wakaingia kwenye safina. Kwa maana walijua hasira ya Bwana imewaka juu ya ulimwengu. Wakaingia wawili kwa wale waliokuwa safi, na wawili kwa wale ambao hawakuwa safi. Wale waliokuwa safi wakaingia 7, mke. Sasa Nuhu alipoona hivyo, yeye pamoja na wanawe na wake zao wakaingia ndani. Sasa ikawa aje? Tusome habari. Kitabu cha Mwanzo 7 mstari wake ni wa 10. Biblia inanena ikisema hivi kwamba ikawa baada ya siku hizo 7 maji ya gharika yakawa juu ya nchi. Kwamba baada ya siku hizo 7 Nuhu akaingia kwenye safina, kisha ikachukua siku 7 wakiwa ndani, ndio gharika ikaja.
Wapendwa, naomba kwamba tuweze kusikizana hapa kwamba kuna kitu ambacho tunaita janga, na kuna wakati ambapo umewekwa kwa wanadamu kuokolewa kutokana na janga. Sasa kwa wanadamu ili kuokolewa lazima waweze kutii agizo la Mungu. Kwa kizazi hiki cha Nuhu, wale ambao walipaswa kuokolewa walipaswa kutii sauti ya Mungu kwamba waweze kuingia kwenye nini? Kwenye safina. Na wanapoingia kwenye safina, wanaingia wakati siku zao zimeanza kufanya nini? Zimeanza kukamilika. Miaka 120 Nuhu anajenga safina. Miaka 120 ikiisha wanaingia ndani. Lakini inachukua siku 7 baadaye ndio gharika inakuja kwenye ulimwengu. Kuna sababu ni kwa nini ninasisitiza hili. Kwamba wanapoingia pale ndani inakuwa ni siku ya miaka 120 imeweza kuhitimishwa. Sasa siku 7 baadaye ndio tunaona mvua ikinyesha. Mimi nafikiria kwamba wale watu walipokuwa pale nje wakiangalia kiangazi kilivyokuwa kikijua linachoma, walikuwa wakiangalia hivyo wanasema, jamani, Nuhu inaonekana kwamba kuna nati fulani kwenye akili ambazo hazifanyi kazi. Ameingia ili jua lote. Sasa nani huyu akamtuma kwamba ajenge safina na aingie ndani amejifungia? Wakamcheka. Nuhu akapokea zile adhabu za kuchekwa, lakini alijua Mungu humaanisha neno lake. Mungu anaponena kitu haliwezi kupita, wapendwa, ni lazima lifanyike. Sasa siku 7 baadaye, kabla hizo siku 7 Nuhu alipoingia ndani, sikiza kile kilichofanyika. Naomba nisome 16. Na walioingia waliingia mume na mke wa kila kitu chenye mwili, kama vile alivyomwamuru Mungu. Bwana akamfungia. Sasa Nuhu alipoingia ndani, kabla ya siku 7 kuisha, Mungu akaweza kufunga mlango. Mlango unafungwa kabla ya siku 7. Nisikize vizuri, Nuhu anapoingia mlango unafanya nini? Unafungwa. Kisha siku 7 baadaye ndipo gharika inakuja juu ya ulimwengu. Gharika inapokuja, ili ndilo janga ambalo lilikuwa linakusudiwa ama linakisiwa kuja nyakati za Nuhu. Maana Nuhu alihubiri akisema kwamba kutakuja janga. Janga ambalo alihubiri litakuja ilikuwa ni gharika, wapendwa. Na tunaona kwamba linakuja siku 7 baada ya kuingia kwenye safina. Kwa hivyo wenye waliingia ndo waliotubu dhambi zao. Sasa wapendwa, ninaomba tuweze kuangazia swala hili kwa makini, kwamba baadaye ndio tunaona sasa hao watu hata kama wangeenda siku ya kwanza ya zile 7 hawangeweza kuingia ndani. Kwa sababu gani? Kwa sababu mlango tayari ulikuwa umefungwa. Maana tunaambiwa kwamba walienda kubisha. Nuhu anamwambia, jamani, mimi sina funguo, maana aliyefunga ni Mungu, wala mimi sina uwezo wa kufunga. Ndio maneno yale yaliyo kwenye Ufunuo yakaweza kudhibitika. Ufunuo 3 anasema kwamba mimi nina ufunguo na nina uwezo wa kufunga mlango, wala mwanadamu yeyote yule asiweze kufungua. Na ninaweza kufungua, wala mwanadamu yeyote asiweze kufunga. Sasa huyo ndio Mungu tunayemwomba, na kisha tunaambiwa hivyo ndivyo ilivyokuwa. Ndivyo ilivyokuwa. Sasa ikawaje? Naomba kwamba tuweze kuangalia, tuweze kuchanganua, maana ni somo zuri sana. Sasa nataka tulinganishe nyakati za Nuhu na nyakati ambazo sisi wenyewe tunaishi kwenye ulimwengu. Nyakati za Nuhu janga ilikuwa ni gharika. Leo hii kizazi hiki kinapoishi, kuna janga ambalo linakuja kwenye ulimwengu. Janga linalokuja linaitwa shinikizo ya ibada ya Jumapili, kulazimishwa kuabudu siku ambayo si sabato ya kweli. Inaitwa Sunday Law Crisis. Na hii inakuja kwenye ulimwengu, na kwa sababu linakuja, Mungu ametuma wajumbe wake wahubiri Injili. Na wanapohubiri, inatajika kwamba kila mmoja aweze kuchukua nafasi kufanya nini? Kufanya uamuzi wa busara, ili kwamba aweze kuwa miongoni mwa wale ambao wataweza kukombolewa. Na wakati haya yanaendelea,
Kristo hayumo ulimwenguni, bali yuko wapi? Kristo yumo mbinguni. Maana Kristo alipopaa kutoka ulimwenguni, alienda mbinguni na akaenda kufanya kazi ya ukuhani, na pale anapoendelea na kazi ya ukuhani anatuombea sisi wanadamu kwake Mwenyezi Mungu. Anatuombea ili kwamba tuweze kufanya nini? Tuweze kusamehewa dhambi zetu, na yule ambaye anatubu ndiye dhambi zake zinafutwa. Sikiza, yule ambaye anatubu ndiye dhambi zake zinafutwa. Usipotubu dhambi zako hazifutwi wapendwa. Sasa nisikize kitabu cha Warumi 8:34. Warumi 8:34. Kitabu cha Warumi 8:34 ili tuweze kuona ni nini kila ambacho Biblia inasema. Warumi 8:34 kuhusiana na swala la Kristo. Na ninaposoma Biblia, ninaona Biblia inasema hivi kwamba ni nani atakaye wahukumu adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Kwamba Kristo anafanya kazi ya kutuombea, anaomba kwa ajili yetu ili kwamba tuweze kukombolewa kutoka kwa nguvu ya mauti. Kristo anapoona mwanadamu amefanya dhambi na Mungu yuko pale, anasema jamani, damu yangu Baba, ninaomba kwamba uweze kumsamehe huyu anayetubu. Na unapoomba kutubu, dhambi zako zinaondolewa. Na ndio maana Petro alipokuwa akifundisha kitabu cha Matendo ya Mitume 3:19 anasema kwamba mpate kutubu ili zije nyakati za kuburudishwa kwenu, dhambi zenu zipate kufutwa wapendwa. Kwa wale ambao wanatubu, hiyo ni kigezo. Sasa Kristo anapokuwa pale, hawezi kuendelea kufanya hii kazi ya kutuombea siku zote. Kuna muda ambao amewekewa kufanya kazi hii, na anapoendelea na hii kazi inatupasa sisi tuweze kufanya nini? Tuweze kuchukulia umakini kila ambacho kinafanya nini? Kinafundishwa. Naomba uweze kuona hivi. Naomba niweze kusoma kitabu kingine ili tuweze kuangalia kwamba kazi hii haiwezi kuendelea hivyo hata mwisho. Kuna wakati ambapo utafika, Kristo itampasa aweze kufanya nini? Aweze kuhitimisha kazi yake. Wapendwa, angalia kitabu cha Danieli 12. Danieli 12 mstari wake ni wa kwanza. Niweze kuonyesha kwamba kuna wakati utafika ambapo Kristo itambidi kwamba Kristo mwenyewe aweze kufanya nini? Aweze kukomesha ile kazi. Maana kitabu cha Mhubiri inasema kwamba Mhubiri, unaposoma Mhubiri 3:1 kwamba kuna majira ya kila kitu, kila tukio linalotendeka chini ya ulimwengu kuna wakati wake. Kuna wakati wa kuzaliwa, wakati wa kufa. Na hivi pia kazi ya Kristo iko na wakati. Maana Mungu ni Mungu wa majira, Mungu wa wakati. Sasa anasema hivi, Danieli 12 mstari wake ni wa kwanza. Na ninaomba niweze kusoma ili tuweze kuelewana ni nini kile ambacho inatupasa wanadamu tuweze kufanya haswa kipindi hiki ambacho tunaishi kwenye ulimwengu. Sasa anasema hivi kwamba wakati huo Mikaeli atasimama. Sikiza kwamba Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake huku wapo tangu lilipoanza kuwapo taifa, hata wakati huo na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Sikiza vizuri. Katika mafundisho yetu yaliyotangulia tuliona kwamba mbinguni kuna vitabu aina viwili. Na kuna vitabu vingi, lakini nazingatia viwili. Kuna kitabu cha mauti na kuna kitabu cha uzima. Yule ambaye anatubu dhambi zake na anafanya mambo ambayo ni ya haki, jina lake linaandikwa ndani ya kitabu cha uzima. Yule ambaye anaendelea kufanya maasi wala hataki kutubu,
jina lake linafutwa kutoka kwenye kitabu cha mauti uzima, na linaingishwa katika kitabu cha mauti. Sasa mambo haya yanapoendelea, mnaambiwa kwamba Kristo atakapohitimisha kazi yake, atakaposimama, wapendwa, nini itafanyika? Kwamba wale ambao wanaokolewa ni wale ambao jina lao liko katika kitabu cha uzima, kumaanisha walitubu dhambi zao. Kwa maana wakati wa Nuhu tunaonyeshwa kwamba walikuwa, njia ya kutubu ilikuwa ni kuingia kwenye safina, kuitikia mwito. Na sasa njia ya kutubu ni kuacha dhambi, na kuisha baada ya kuacha dhambi na kutubu, jina lako linaandikwa katika kitabu cha uzima. Sasa sikiza jinsi ambavyo ilikuwa. Somo hili unapoanza inasema kwamba wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu. Sasa sikiza kwamba hatasimama. Maneno haya yametumika pia katika kitabu cha Luka. Naomba niweze kuonyesha kwamba anaposimama Kristo ni nini anachokifanya, ama inaashiria nini kusimama. Wapenda, kusimama kulikuwa kunaashiria nini? Matendo, ninaomba kitabu cha Luka niweze kuangazia kitabu cha Luka tutaweza kusoma fungu hili la 13:25. Luka 13:25. Na Biblia inanena ikisema hivi kwamba wakati mwenye nyumba atakaposimama. Kumbe kuna kusimama. Sasa tunataka kujua kusimama kuna ashiria nini? Kwamba wakati mwenye nyumba atakaposimama na kuufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kubisha mlango, mkisema, Bwana, tufungulie. Yeye atajibu na kuambia, siwajui mtokako. Sasa kusimama ambako tunaona kwenye Danieli 12:1 kuna ashiria kufungwa kwa mlango wa rehema, wapendwa. Kwamba Kristo anaposimama, mlango wa rehema wa kuokoa wanadamu unafungwa. Na mlango ule unapofungwa, wapendwa, tunaambiwa pale Danieli kwamba ndipo kutakapokuja nini? Taabu ambayo mfano wake haujakuwapo tangu taifa kuwapo kwenye ulimwengu. Maana anasema kwamba asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, kwamba kutakuja janga sasa. Maana mlango unapofungwa, kwa maana pia tulipoona pale katika kitabu cha Mwanzo pale tulipokuwa tukiangazia kisa cha Nuhu, tunaona kwamba mlango unapofungwa ndipo janga linapokuja. Janga linakuja baada ya mlango kufungwa. Sasa wakati wa taabu pia, nyakati hizi zetu zitakuja baada ya mlango wa rehema kufungwa, wapendwa. Na yule ambaye atakuwa amefungiwa nje, itakuwa ni taabu. Ni taabu kubwa. Ni taabu kubwa, wapendwa. Na ndio maana lazima tuweze kusoma, tuweze kuangazia masuala ambayo yametajwa kwenye Biblia na tuweze kuyafuata kwa makini. Sasa taabu inakuja baada ya mlango kufungwa. Na tunaambiwa kwamba wale ambao watakaookolewa ni wale ambao majina yao yamo kwenye kitabu ama rejista ya uzima wa milele. Ninatamani sana wapendwa, jina lako liwepo. Wewe unayetazama, jina lako liwepo kwenye kitabu cha uzima. Wakati mlango wa rehema unafungwa, jina lako liwepo. Nami pia ninatamani sana kwamba jina langu liwepo. Jina langu liwepo, wapendwa. Hilo ndilo ombi langu. Na sasa kabla tumalizie, ninaomba tuweze kuangazia sasa. Tuingie kwenye fungu letu kuu. Tuweze kuona kwamba jinsi ambavyo Yesu Kristo alikuwa akitumia maneno haya. Maneno ambayo ametumiwa Luka 13:25. Yanatufundisha habari hizi, ila kwa mfano mwingine Yesu mwenyewe akayazungumzia katika kitabu cha Mathayo. Unasoma 25 na tutasoma mstari wake ni wa kwanza, ili uweze kuangalia jinsi ambavyo Kristo mwenyewe aliweza kutufundisha swala hili na kutuelimisha. Anasema hivi kwamba ndipo ufalme wa mbinguni, 25 mstari wake ni wa kwanza Mathayo.
ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Kwamba kulikuwa na ufalme wa mbinguni, na anawapa mfano, anawaambia kwamba mfalme wa mbinguni utalinganishwa na nini? Na wanawali 10 ambao walitoka kwenda kumlaki bwana harusi. Kisha anasema kwamba wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi, 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 walikuwa wenye busara, na wengine kati yao wale 5 waliosalia walikuwa wenye busara. Inaendelea ikisema wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Kwamba kulikuwa na wanawali 10, na wale wanawali 10, 5 walikuwa wapumbavu na wengine 5 walikuwa werevu. Wale werevu wakabeba mafuta ya kutosha, wale wasiokuwa werevu hawakubeba mafuta ya kutosha. Sasa hawa waliobeba mafuta ya kutosha walikuwa werevu. Sasa nini kikafanyika? Kwamba wakati ambapo usiku wa manane, maana bwana harusi alikawia kuja, na alipokuja usiku wa manane alipata kwamba kila mtu amesinzia. Wale wengine 5 waliokuwa werevu wakaamuka wakawasha taa zao, na kisha kwa sababu walikuwa na mafuta ya kutosha, basi mafuta hayakuweza kuisha. Lakini wale ambao walikuwa wapumbavu wakaenda kuwaomba kwamba wawasaidie mafuta. Wale wakawaambia kwamba mafuta walio nao hawezi kuwatosha. Ninawapa na hadithi tu ya kisa hiki, lakini kwa muda wako unaweza soma chote. Sasa anasema kwamba wakaweza kufanyaje? Wakaweza wale ambao walikuwa wapumbavu walipowaomba wakawaambia iwezi kututosha jamani, itabidi muende dukani mkafanya nini? Mkanunue. Na hapo bwana harusi amekuja. Sasa walipoondoka kwenda kununua, kukakwaje? Mlango ukafunguliwa na wale werevu wakaweza kuingia ndani. Nini kikafanyika? Naomba tuweze kusikiza. Sasa tuweze kuangalia mstari wake ni wa 10. Nao walipokuwa wakienda kununua wale wapumbavu, bwana harusi akaja. Nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Sasa wale ambao ni werevu walipoingia ndani, mlango ukafanyaje? Ukafungwa. Kumbuka nilisema kwamba mlango wa rehema unapofungwa, ndio tunaashiria, tunajaribu kusoma ili tuweze kuona nyakati za kufunga kwa mlango wa rehema. Na pindi tu mlango wa rehema unapofungwa, tunaona nini kinafanyika. Je, kuna uwezekano wa wanadamu kuokolewa baada ya mlango wa rehema kufungwa? Ndilo jambo ambalo tunaliangazia katika fundisho letu hili. Sasa naomba tuweze kuangalia pale kwamba wale werevu walipoingia, mlango ukafungwa pindi tu walipoingia. Tazama tulipoangalizia kipindi kile cha Nuhu. Wakati wa Nuhu anapoingia kwenye safina hivi, Mungu mwenyewe anafunga mlango. Kipindi hiki pia tunaambiwa kwamba wale werevu wanapoingia ndani ya kumlaki bwana harusi, mlango unafanyaje? Unafungwa. Na wale wengine wameenda kununua, wasijue, kwa maana kuna muda ambao umesalia hapa katikati kabla warejee. Hawajui kwamba mlango umefungwa. Sasa wanaporudi nini kinafanyika? Sikiza. Alafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana utufungulie. 12 nasema aje? Akasema, amin nawaambia siwajui ninyi. Kwamba wanapokuja wanasema Bwana tufungulie. Wanajua tu mlango umefungwa wakati wa janga, wapendwa. Maana sasa wanapoenda mafuta, naomba nikupe tafsiri kidogo. Unaposoma Matendo ya Mitume 10, nafikiria aya yake ya 38, utaweza kujua kwamba mafuta yanaashiria Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu kazi yake kwa mwanadamu ilikuwa nini? Ilikuwa ni kuelimisha mwanadamu kweli yote. Na ndio maana Yesu mwenyewe akasema katika kitabu cha Injili ya Yohana 16:13 kwamba ajapo yeye Roho wa kweli atawafundisha na kuwatia katika kweli yote. Sasa wale wapumbavu walikuwa na Roho wa Mungu, walimkubali. Na kwa sababu walimkubali, walianza kutiwa ukweli,
waliweza kufundishwa ukweli na wakatiwa katika kweli yote. Na kwa sababu hiyo walipotiwa kwenye kweli, kuna jambo ambalo linafanyika. Wale ambao hawakumkubali Roho wa Mungu, hawakuwa na mafuta ya kutosha, wanapogundua kwamba ulimwengu umefika kikomo, mambo yameharibika, inakuwa kwamba mlango umefanya nini? Umekwisha kufungwa, wapendwa. Wale tu waliokubali nguvu ya Roho Mtakatifu ndio wanaonekana kwamba wanaingia. Hivi ndivyo tu ilivyo katika kipindi hiki ambacho tunaishi, kwamba sisi wenyewe tunapokubali ukweli ambao tumefundishwa, wahubiri wa Mungu wanapoeneza ujumbe wa afya, ujumbe wa roho, unabii, ukweli, na tunaambiwa kwamba ulimwengu uko karibu kuisha, tunapaswa kukubali ukweli wakati bado kuna muda, maadamu bado ni mchana, maana usiku unakuja ambapo hatutaweza kuokolea. Sasa sikiza jinsi ambavyo inafanyika, kwamba wakaambiwa, walipokuwa wakibisha, akajibu akasema, amin, nawaambia siwajui ninyi. Jamani, Mungu tupe nguvu ya kustahimili. Nikaangalia mwandishi Ellen White alipoandika katika mojawapo ya kitabu chake kinachoitwa Christ Object Lessons, ukurasa wake wa 413, aya yake ni ya kwanza, anaandika na anasema hivi, na nukuu jinsi ambavyo ameweza kuandika. Anasema kwamba la kuhuzunisha kwa maneno yote ambayo yameshawahi kuangukia sikio la mwanadamu ni yale ya adhabu. Amin, nawaambia siwajui ninyi. Kwamba kwa maneno yote ambayo yameshawahi kusikika na sikio la mwanadamu, yale ambayo yanahuzunisha kabisa ni yale ambayo yalinenwa na Kristo hapa, kwamba amin, nawaambia siwajui ninyi. Nyakati za kusaga meno, wapendwa. Mungu atupe nguvu ya kuweza kustahimili, kwa maana tunaambiwa kwamba haya maneno ni ya kuhuzunisha. Najua kwa wakati mmoja katika maisha yako, mpendo, huenda ikawa umeweza kuambiwa maneno labda na rafiki yako ama mtu yeyote yule, na yakawa maneno ya kukuhuzunisha, lakini kwa mujibu wa neema na Roho ya Mungu tunaambiwa kwamba kwa maneno yote yale ambayo ni ya kuhuzunisha kabisa, ambayo yameshawahi kusikika na mwanadamu, ni yale ambayo yalinena wakisema kwamba amin, nawaambia nini? Siwajui ninyi. Je, utaweza kustahimili, wapendwa? Mtaweza kustahimili? Tutaweza kustahimili maneno ya namna hii? Unawezekana kwamba ulikuwa kanisani siku hizi zote, ulikuwa unafuata Sabato, unafanya kila kitu, na ulikuwa katika zizi la Mungu, lakini mwisho wako ukaambiwa kwamba amin, nawaambia siwajui ninyi. Itakuwa ni jambo la kuhuzunisha sana, na ndio maana lazima tuweze kwamba Mungu atupe neema, atupe neema kwamba tukubali ukweli wakati bado kuna muda. Unajua ulimwengu wa sasa, wapendwa, Mungu ametuma wahubiri kwenye ulimwengu. Maana unaposoma Amosi 3:7, Mungu anasema kwamba hawezi kufanya jambo lolote katika ulimwengu ijapokuwa amefunulia watumishi wake manabii ukweli wake. Ujumbe wa kweli unahubiriwa ulimwenguni mote. Watu wanaambiwa tii ujumbe wa afya. Unabii wa Biblia unahubiriwa kote ulimwenguni, lakini watu wanaona ni jambo la kawaida, mapuuza. Maana asubuhi inakuja na kesho itakuwa hivyo hivyo. Watu ambao tafsiri zao zimewekwa katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro 3 mstari wake ni 3, kwamba kutatukia watu mstari wake wa 3 na 4, kwamba kutatukia watu wenye dhihaka ambao watakuwa wanasema kwamba iko wapi ile ahadi ya Bwana tangu kuzaliwa kwetu, wazazi wetu mababu wakafa, vitu vinaonekana kuwa sawa sawa, jambo ambalo ni uongo. Mimi mwenyewe nimeishi katika ulimwengu huu kwa muda usiokuwa mrefu, lakini ninadhibitisha na mimi ni shahidi tosha kwamba tangia nilipozaliwa hata leo vitu si sawa. Mambo yanazidi kubadilika kila kuchao kwenye ulimwengu, na watu tunakataa nguvu ya Mungu. Ujumbe wa Mungu kama ulivyoenezwa wakati wa Nuhu tunazidi kukataa.
Sasa wakati mlango wa rehema utakapofungwa, wapendwa, hakuna atakayeweza kustahimili. Hatuwezi kuokolewa katika dhambi. Unajua kuna watu wanasema kwamba jamani, Mungu atatuhurumia tu. Haiwezekani. Mungu atakuwa ananyosha mkono wake wa rehema, ananyosha mkono wake kutuokoa, lakini mlango wa rehema umefungwa. Haiwezekani wapendwa. Mkono wake utakuwa umenyoshwa kutuokoa, lakini haiwezekani. Lazima tuweze kugeuza nyendo zetu, tufuate ukweli wa Mungu panapo muda, mpendwa. Na ndio maana Mungu akasema maneno haya. Kitabu cha, naomba niweze kuangalia kitabu cha Ufunuo ninapomaliza 3 mstari wake ni wa 8. Sikiza jinsi ambavyo inasema, Ufunuo wa Yohana 3:8. Yesu mwenyewe ananena akisema hivi kwamba nayajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nao umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu, kwamba nimeweka mlango ulio wazi mbele yako. Mungu anasema kwamba sasa hivi, maana mlango ni wazi. Wapendwa, tunahitaji kufanya nini? Uamuzi wa busara, kuingia kwenye mlango. Kabla mlango wa rehema kufungwa, tuingie ndani wapendwa. Na kuingia ndani ni kukubali kweli ya Mungu, japo inatuuma, japo inatukatakata. Wapendwa, tukubali ukweli wa Mungu. Ujumbe wa afya tukubali, ujumbe wa roho ya unabii tukubali. Na tunapokubali ujumbe wa mavazi, mayo yote tunapokubali yanatuchoma, nasi tunatubu, kwa maana imetuonyesha kwamba tuko katika dhambi. Na tunapotubu dhambi zetu, jina letu linaandikwa katika kitabu cha uzima. Wapendwa, hatuwezi kuokolewa katika dhambi. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 2 mstari wake ni wa 9, naomba kwamba ninyi ni mzao mteule, watu wa nini? Watu wa milki ya Mungu. Na tunaambiwa kwamba mkuhani yaani ni watu wa Mungu wapendwa. Na tunaambiwa kwamba mmeitwa kutoka kwenye giza, ili kwamba mtoke kwenye giza muingie katika nuru ya Mungu. Hamna uhusiano kati ya nuru na giza. Wakorintho wa pili 6:17 tunaambiwa kwamba inatupasa tutoke katikati yao, tujitenge kabisa na imani potovu, mafundisho ya uongo. Tuachane na dhambi wapendwa, wakati bado kuna muda. Maana Kristo anakujia kanisa ambalo ni takatifu. Kitabu cha Waefeso ndasoma 5 mstari wake ni wa 7. Kanisa ambalo Mungu anakujia. Yesu anarejea ulimwenguni, lakini hakuji tu kuchukua watu jinsi ambavyo tunafikiria. Kwa maana kuna wale ambao wanasema Mungu anajua kwamba sisi wote ni wadhambi, kwa hivyo inahitaji ataweza kutuhurumia tu. Sikiza jinsi ambavyo Biblia inasema. Waefeso 5 mstari wake ni wa 27. Apate kujiletea kanisa tukufu, lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu, lisilo na mawaa. Kwamba kanisa takatifu, hilo ndilo ambalo Mungu anakujia. Nikakumbuka Paulo akifundisha Waebrania 12 mstari wake wa 14, kwamba nasema kwamba tafuteni kuwa na imani, tafuteni kwa bidii kuwa na imani na watu wote, na huo utakatifu ambao usipokuwa nao hamna mwanadamu awezaye kumuona Mungu. Kwa hivyo wale ambao watapokea ufalme wa Mungu lazima waweze kuwa watakatifu, watu ambao wamejitenga na maasi ya Mungu ya ulimwengu, wamejitenga na dhambi za ulimwengu na wamekubali wasia na shauri la Mungu. Wapendwa, tukubali Mungu maadamu kuna muda. Maana mlango wa rehema ukifungwa, ambao hatujui wakati wa kufunga. Maana ukiangalia nyakati za Nuhu, mlango ule ulipofungwa, wale waliokuwa nje hawakujua. Hata wakati ambapo kulitukia gharika, janga linapokuja, ndipo walipojua kwamba kumbe mlango ulifungwa. Na sisi unapoangalia kipindi tunachoishi, janga ambalo tumeweza kusema shinikizo la ibada ya Jumapili, ibada ambayo si kweli, inapowadia
na unaona kwamba kila kitu, ulimwengu mzima unakusanyika kwa ajili ya kuandaa janga hili. Wakuu wa ulimwengu wanaunganika kupitisha shinikizo, kulazimisha watu kufanya ibada ya Jumapili. Wapendwa, ni wakati ambapo tumo hatarini. Lazima tufanye uamuzi wakati bado mlango uko wazi. Maana mlango ukifungwa ndipo maneno yale ambayo Kristo aliyanena katika kitabu cha Ufunuo 22:12 yataweza kufanyika. Sikiza jinsi ambavyo anavyosema kwamba yeye aliye mwenye haki atasalia hivyo. Inasema hivi, tazama naja upesi. Naomba nisome 11. Kwamba mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Kwamba yule ambaye ni mwenye haki wacha aweze kuwa hivyo, mwenye mchafu azidi kuwa mchafu. Kama wewe ni mtenda dhambi, endelea, maana baada ya mlango wa rehema kufungwa, hata tufanyeje wapendwa, hatuwezi kukombolewa, tutakuwa tumefungiwa nje. Kama wewe ulikuwa mcha Mungu, unazidi kuwa hivyo. Ulikuwa mwenye dhambi na umekataa kutubu, unaendelea kukaa vivyo hivyo. Ndio maana Mungu akaweza kusema maneno haya tunapomaliza kitabu cha Methali 1:28. Ninapofunga virago 1:28, ni vizuri kwamba tuweze kufahamu vizuri. Biblia inasema hivi kwamba ndipo watakaponiita. Kumbe kuna wakati ambapo, unajua kuna watu wanasema kwamba Mungu ni mwenye upendo. Ni kweli, Mungu atataka sana hata nyakati za mwisho kutuokoa, lakini mlango wa rehema ukifungwa, umefungwa wapendwa. Na ndiye anasema kwamba ndipo watakaponiita, lakini sitaitika. Watanitafuta kwa bidii, wasinione, kwa kuwa walinichukia maarifa, wala hawakuchagua kumcha Bwana. Kwamba walikataa maarifa, walikataa maneno ya Mungu, hawakukubali mashauri yangu, wakayadharau maonyo yangu yote. Kwa hiyo watakula matunda ya njia yao. Kwamba wale ambao walikuwa wacha Mungu, ujira wao umewekwa kando, wataweza kupokea uzima wa milele. Wale wengine ambao walikataa, watakula matunda ya njia yao. Wenye dhambi wote ziwa la moto, watashiba mashauri yao wenyewe. 26, naomba nisome pale kitabu cha Methali 1:26. Kwamba mimi nami nitacheka, Mungu anasema, nitacheka siku ya msiba wenu, nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Hofu yenu ifikapo kama tufani. Janga linapokuja, lipatapo watu ambao wa Mungu bado hawajakuwa tayari na wamekataa kufuata maagizo ya Mungu, itambidi Mungu akose kuwa na budi awachilie tu kwa kuangamia. Jambo ambalo litahuzunisha, lakini imefanyika. Maana Mungu anasema kwamba hafurahii kufa kwa mwenye dhambi. Kila siku mlango wa rehema unafungwa kwa wale watu ambao wanafariki. Na hapa pia tunaona kwamba mlango wa rehema utafungwa kwa kila mmoja tena. Na ni karibuni wapendwa, maana hatujui janga liko karibu, na mlango wa rehema unafungwa kabla ya janga. Wakati wa Nuhu, kabla ya janga. Wapendwa, kuna wakati ambapo tutakuja kujua kwamba mkono uliokuwa imara kutuokoa utakuwa imara kuangamiza. Na ndio maana ninamaliza na ujumbe huu ambao pia uliweza kuandikwa na dada yetu Ellen White katika kitabu mojawapo ya vitabu ambavyo ameweza kujaliwa na Mungu, na akaweza kuandika ushauri kwa kanisa, ama Counsels for the Church, ukurasa wa 38. Aya yake ni ya 2, na nanukuu jinsi ambavyo anasema hivi: nimeelekezwa kuwa wakati wa Bwana utakapokuja, kama bado hamtakuwa na badiliko katika mioyo ya wanadamu wenye kiburi na majivuno, watu watagundua kuwa mkono uliokuwa imara kuokoa utakuwa imara kuangamiza. Wapendwa, kuna wakati ambapo utafika Mungu atakaposema kwamba imetosha. Wapendwa, mkono ule ulikuwa tayari kutuokoa utakuwa sasa ni wa kuangamiza. Na ndio maana dhambi pamoja na wenye dhambi wote
na mkuu wa dhambi Ibilisi wataweza kutupwa kwenye ziwa la moto, wataangamia. Ninaomba sana Mungu akusaidie uweze kuwa katika kundi litakalopokea uzima wa milele. Wale wengine ambao pia Mungu ameweza kuwajalia neema kusikiza, naomba pia, ninaombea pia Mungu awape nguvu ya kustahimili hili. Kuna dhambi ndio unapigana nao, Mungu anajua. Muendee katika hombi, kufunga na kuomba, utashinda na utubu. Kukataa neno la Mungu si suluhu. Kukataa kwamba ujumbe wa afya ni wa uongo si suluhu. Unabii wa Biblia uongo si suluhu, maana ni lazima utatimika na mwisho utafika. Kwa hivyo wapendwa, tujiandae, tukubali ukweli, tuingie katika mlango kabla hujafungwa. Tusije tukasikia maneno ya kuhuzunisha. Amin, nawaambia siwajui ninyi, maneno ya kuhuzunisha kati ya maneno yote ambao wanadamu wote wameshawahi kusikia. Mungu atusaidie na atutie nguvu hasa kipindi hiki. Naomba niweze kutamatisha hapo na tuweze kupiga dua kwa Mwenyezi Mungu kurudisha shukrani. Hebu tuamini na tuombe. Mfalme uishie mahala pa juu, tunashukuru sana maana umeweza kutufundisha neno lako. Asante Baba kwa ajili ya neno ambalo umetulisha. Asante Baba kwa ajili ya kutuishi nyoyo zetu kupitia kwa neno hili. Kwa muda huu nashukuru Baba hata kwa ajili ya msikilizaji ambao Baba umeweza kumleta ili kwamba kwa kupitia kwa njia hii tuweze kusema pamoja naye. Mungu wetu, ninajua kwamba ujumbe huu ni mzito, lakini utaweza kututafunia, utaweza kuuponda ili uweze kuingia katika mioyo yetu. Wala usitupe amani hata utakapo Baba timika katika maisha yetu. Tuandae sote ili kwamba tuweze kukubali kweli yako kabla ya mlango wa rehema kufungwa. Na zaidi Mungu wetu, tufundishe kutii shauri lako, ili kwamba tusije tukafikiwa na miisho ya ulimwengu, bali Baba tuweze kuwa miongoni mwa wale watu ambao watasimama, ili kwamba Kristo anaporudi waweze kusema hakika huyu ndiye Bwana wetu tuliyekuwa tukimungoja. Wacha mapenzi yako yatimike katika maisha yetu. Ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumeweza kuomba na kuamini. Amen.